maisha yake Nabii Isa ilivyokuwa nzuri, na yeye mwenyewe Mungu akambariki kwa kuweza kufanya miujiza mbalimbali. Aliweza kumfufua maiti ambaye tayari ameshafariki miaka nyingi, akampa uhai kwa uwezo wa Mungu. Aliweza kumrudishia mtu kipofu ambaye hana macho, akamfanya akaweza kuona. Mtu yoyote ambaye alikuwa ni kiziwi, Nabii Isa aliweza kwa uwezo wa Mungu kumrudishia masikio yake na akasikia tena. Mtu yoyote ambaye alikuwa na maradhi za kutisha kama maradhi ya mbalanga, maradhi ya ngozi hii, Nabii Isa aliweza kumshika na kwa uwezo wa Mungu akamrudishia afya yake. Maana yake Nabii Isa anasema mimi yote haya ni kwa sababu ya baraka za Mwenyezi Mungu, si kwa sababu ya uwezo wangu. Ndio unaona hawa leo wanaamini kwamba na wao vile vile wanaweza wakafanya baadhi ya miujiza. Wanawadanganya watu makanisani, kwenye mahekalu zao, kwamba leo wao wanawaponya vipofu na wanawafufua wafu na wanawafanya viwete waweze kutembea. Sasa kwa nini kuweka mochari tena? Si wangeitoa mochari yote hii ya Nairobi, ndugu zangu, waende tu hawa mapasta na mapadri wawafufue watu huko. Kuna haja gani ya kuweka mahospitali zote hizi? Waende mahospitalini wakawatibu watu. Hata huyo mmoja ambaye leo anadai kwamba yeye ni mtoto wa Mungu, anadai kwamba yeye vile vile ni Mungu, anapewa ufunuo kutoka kwa Mungu, amewahi kushika mamiti ya wale viwete takriban kama 20 kwamba amewafanya viwete wakatembea. Leo Mungu amemchapa juzi kuamkia jana na maradhi ya magoti, ameshindwa kujitibu yeye mwenyewe, imebidi akimbie katika nchi ya Ujerumani kwenda kutibiwa. Sasa kwa nini hukujitibu wewe mwenyewe? Leo wanadanganya watu waende wakawafufua wafu kama Nabii Isa alivyofanya. Hizi zote wanatumia jina ya Isa kujitajirisha wao, si masala mengine haya.